Karibuni tena katika familia yetu ya maarifa ya neno ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Na tafakari yetu ya leo inasema Mungu anaweza kukutapika. Mungu anaweza kukutapika. Ujumbe wa Kristo kwa kanisa la Laodikia ni mzito na wakati mwingine unaogopesha. Ukisoma Ufunuo sura ya 2 mpaka ile ya 3, utaona jumbe mbalimbali za Kristo kwa makanisa mbalimbali. Mfano, kanisa la Efeso, kanisa la Sardi, kanisa la Smirna, Pergamo, Thiatira, Philadelphia na Laodikia. Ujumbe kwa kanisa la Laodikia tunaozungumzia katika tafakuri hii ni ule unaosema hivi: najua matendo yako ya kuwa wewe si baridi wala moto. Laiti ungekuwa baridi au moto! Basi kwa sababu wewe ni vuguvugu, wala si moto wala baridi, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Basi kwa sababu wewe ni vuguvugu, wala si moto wala baridi, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Hilo tunalipata katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 15 mpaka ule wa 16, japo unaweza ukaendelea kidogo mpaka wa 19. Sasa je, maneno haya yanamaanisha nini? Anasema aheri kuwa baridi au moto, lakini sio kuwa vuguvugu. Ni nini maana ya kuwa moto na ni nini maana ya kuwa baridi? Vilevile ni nini maana ya kuwa vuguvugu? Je, tunaposema kuwa mtu awe moto au baridi, hivi ni kuwa mwema au mbaya? Yaani mtu akiamua kuwa mwema basi awe mwema moja kwa moja, au akiamua kuwa mbaya basi na awe mbaya moja kwa moja? Je, inamaanisha hivyo? Labda nikuulize, wewe unadhanije? Ina maana hiyo? Hakika sivyo alivyomaanisha Bwana wetu Yesu Kristo kwa ujumbe huu. Kwa sababu nini? Kwa sababu Mungu hapendi mabaya. Ikiwa kama kuwa baridi basi ni kufanya mabaya moja kwa moja, tunajua kwamba Mungu hapendi mabaya. Na nadhani mabaya ndiyo ambayo Mungu angeyatapika kabisa, sio kuyakubali. Sasa labda nikuulize pia, wewe ulifikiriaje? Kwamba unadhani Yesu alikuwa na maana gani? Itapendeza ikiwa kama utashirikisha maoni yako katika chaneli yetu ya YouTube au katika mitandao ya kijamii tunakoposti tafakuri hii, au hata ukitufuata inbox kwa maelezo yako, tutashukuru sana. Sasa basi, sisi nasi tutashirikisha jinsi tulivyolielewa neno hili la Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa ni nini maana ya kuwa moto? Kuwa moto ni ile hali ya kuwa na jitihada na moto wa kiroho. Kuwa na jitihada na moto wa kiroho. Kwa Kiingereza wanamaanisha kuwa active. Kuwa active. Kuwa na jitihada na moto wa kiroho. Maana yake ni kuwa na shauku au tamaa na jitihada ya kumjua Mungu zaidi. Ni kuwa na shauku au tamaa na jitihada ya kumjua Mungu zaidi na Yesu Kristo aliyemtuma. Kuwa na shauku au tamaa na jitihada ya kumjua Mungu zaidi na Yesu Kristo aliyemtuma. Hiyo ndiyo maana ya kuuchuchumilia uzima wa milele. Yesu mwenyewe anasema,
na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyomtuma. Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Ni kuwa na jitihada za kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, kama mzaburi anavyotuambia au anavyosema, tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Zaburi ya 40 mstari wa 7 mpaka ule wa 8. Mahali pengine neno la Mungu linasema Mungu anawatafuta watu watakaomwabudu katika kweli na roho, au katika roho na kweli, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 4 mstari wa 23 mpaka ule wa 24. Hakika sijajua ni kwa jinsi gani tunalielewa neno hili, lakini nalo ni neno la muhimu sana. Pale Mungu anaposema anawatafuta watu watakaomwabudu katika kweli na roho, au katika roho na kweli, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 4 mstari wa 23 mpaka ule wa 24. Maana yake Mungu anawataka na kuwatafuta watu, kama alivyosema, watakao mwabudu katika roho na kweli. Maana yake ni nini? Maana yake ni wachache wanaoweza kufanya hivyo. Ndio maana Mungu anawatafuta. Unaona, Mungu anawatafuta watu hawa ambao ni wachache, kwa sababu kitu kinachotafutwa maana yake ni kitu ambacho ni nadra kupatikana. Kumbe basi itapendeza sana ikiwa kama mimi na wewe tungekuwa sehemu ya hawa wachache. Sasa jambo la muhimu sana ni kujitahidi kulijua neno la Mungu, maana neno lake ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 119 mstari wa 105 mpaka ule wa 112. Namna mojawapo ya kuwa moto ni kujitahidi kulijua neno la Mungu, kwa maana neno lake ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Zaburi ya 119 mstari wa 105 mpaka ule wa 112. Sasa uvuguvugu ndiyo kuwa namna gani, au ndiyo nini? Uvuguvugu ni ile hali ya katikati ya kuwa na imani, tunaweza tukaita imani ya mazoea. Kuwa vuguvugu ni ile hali ya kuwa na imani ya mazoea. Sasa imani ya mazoea ni ipi? Imani ya mazoea ni kwa mfano pale wengi leo hii wanadhani wakishabatizwa wakahudhuria ibada basi imetosha, na tena wengine wanakiri hivyo kabisa. Utamsikia mtu akisema si ninahudhuria ibada, maanake hana cha ziada cha kufanya. Tena akiona unang'ang'ana kusoma neno la Mungu, anaona kama unapoteza muda. Kuna mtu mmoja ambaye katika mitandao yetu ya kijamii aliposti akasema ameazimia kujitahidi kulijua neno la Mungu. Huu ni mfano wa kweli kabisa. Sasa mtu mwingine ambaye naweza kusema ni mtu sio wa kawaida, ni mtu angalau alikuwa na heshima zake, akamjia juu akasema, unapoteza muda ndugu yangu kuhangaika kulisoma neno, kwa sababu sote tutafika tu. Kama ni kutoka sehemu moja kwenda nyingine, tutafika tu, huna haja ya kujisumbua. Na yule bwana nilingojea jibu lake, na kweli alimpa jibu, akamwambia ni kweli tuna njia mbalimbali za kufika katika lengo letu, lakini tujue kwamba njia moja inaweza kuwa rahisi sana kufika endapo kama utapitia njia ambayo ni sahihi, lakini njia nyingine
inaweza ikakufanya inakufanya kufika ukiwa umechoka, na wakati mwingine njia hiyo itakupoteza sana, au inaweza kukupoteza mazima. Hakika jibu lile niliona ni jibu ambalo lilihitaji tafakari. Sasa hakika ni muhimu kujua kwamba ubatizo ni wa muhimu, lakini ubatizo ni mwanzo wa safari, sio mwisho wake, kama tunavyoweza kusoma katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 mpaka ule wa 20. Mtu anaweza kusema mimi naenda kanisani kila siku au kila wiki, lakini nje ya kanisa maisha yake hayana ushuhuda wa Kristo, maisha ya uvuguvugu, kwamba mimi naenda kanisani kila siku, lakini akiwa nje ya kanisa maisha yake hayana ushuhuda wa Kristo. Pengine mtu anasali sala tunazoweza kusema sala za kimazoea, lakini hana maombi ya dhati, wala pengine hasomi neno au hajishughulishi na masuala ya imani kwa uzito. Aina hiyo ya mtu unakuta kwamba ni vigumu kukua kiroho. Katika tafakuri yetu moja inayosema chakula cha watu wazima, tuliona jinsi Biblia inavyoelezea umuhimu wa kukua kiroho kwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine badala ya kubakia wachanga kiimani. Na katika tafakuri ile tulisoma katika Waebrania sura ya 5 mstari wa 14 ambao ulifafanua juu ya chakula cha watu wazima, chakula kigumu. Ukipata muda unaweza ukasoma tena au kusikiliza tafakuri yetu ile. Ukipenda kusoma usome Waebrania sura ya 5 mstari wa 14. Kubakia mchanga kiimani kuna madhara yake. Mtu anapobakia mchanga kiimani anaweza kuangamizwa kirahisi kwa kukosa maarifa, kama nabii Hosea anavyotueleza katika Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Mara nyingi tunairudia sana sehemu hii ya Hosea kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, au tunatumia kwa mbwembwe maneno ya mzaburi yasemayo, neno lako ni taa ya miguu yangu. Lakini kweli tunaamini hivyo? Au je, tunafuata hivyo? Je, kweli tunajitahidi kulisoma kwa bidii na kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ili kulijua neno litumulike miguu yetu na kutuongoza vyema? Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwa sauti katika mojawapo ya makundi yetu haya ya WhatsApp kwamba hakuna haja ya kulisoma neno. Huyu ni mtu mwingine alisema hakuna haja ya kulisoma neno la Mungu kwa sababu eti yeye anaongozwa na Roho Mtakatifu. Hana haja ya kusoma neno la Mungu kwa sababu anaongozwa na Roho Mtakatifu kulijua. Nadhani huko ni kujidanganya sana na kuwa vuguvugu. Roho Mtakatifu tuliyempewa sio kiongozi bali msaidizi. Na hii tunaweza tukaisoma katika Yohana sura ya 14 mstari ule wa 26 mpaka wa 27. Unatuonyesha wazi hilo. Kwa mfano, Yesu anasema hivi, lakini huyo msaidizi ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na atawakumbusha yote niliyowaambia. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba huyo msaidizi atatusaidia pale tunapochukua hatua au tunapoanza hatua.
Kwa mfano, ukisoma kisa cha towashi Mwethiopia, ambapo kisa hiki kinapatikana katika Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari ule wa 30 mpaka 34 au na kuendelea kidogo, utaona huyu bwana alijaribu kulisoma neno, yaani alikuwa anasoma neno katika kitabu cha nabii Isaya. Huyu bwana alichukua hatua kulisoma neno, lakini hakulielewa. Sasa utaona aliweka jitihada au alianza kuchukua hatua. Sasa pale alipokwama, Roho wa Mungu akamwongoza Filipo aende kumsaidia. Soma Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 34, utaona kisa hiki kwamba Roho Mtakatifu alimtuma Filipo kumsaidia huyu bwana kuelewa kipengele kile alichokuwa akisoma katika kitabu cha Isaya. Utakuta mtu ni Mkristo, ana Biblia nyumbani, lakini ukimuuliza iko wapi, ni ya kutafuta. Ukimuuliza alifungua lini, hakumbuki. Biblia zinakuwa kama mapambo majumbani. Wakati mwingine unakuta hata hatunazo, lakini sisi ni Wakristo. Sasa je, Roho Mtakatifu atakusaidiaje kutambua neno ambalo huna jitihada ya kutaka kulijua? Huo sasa ndio tunauita uvuguvugu, haupo moto. Mwingine akasema sio vyema kukariri vifungu vya Biblia, bali kuvielewa. Hakika hii ni kweli kwamba kukariri vifungu vya Biblia peke yake pasipo jitihada za kuvifahamu na kuviishi sio jambo zuri, haina maana. Lakini niseme tu kwamba kukariri kifungu cha Biblia sio jambo baya. Naomba kurudia kusema kwamba kukariri kifungu cha Biblia sio jambo baya. Ni hatua ya kwanza ambayo inakupeleka katika hatua nyingine ya kutaka kukitambua kifungu chenyewe. Hata mashuleni, hasa wale wanaosoma masomo yenye maneno au majina magumu, kwa mfano wale wanaosomea mambo ya madawa au wanaosoma masuala ya biolojia, unakuta kwamba kuna maneno magumu ambayo inabidi kuyakariri kwanza, halafu unajifunza maana yake. Inachukua muda kuyakariri yale maeneo, hata kuyatamka tu. Sasa mtu anayakariri, halafu baadaye anajifunza maana zake. Ndio maana ukikutana na daktari anaweza kuzungumza maneno ukayashangaa, lakini anayazungumza katika hali ya kawaida kwa sababu tayari alikwisha kuyakariri na anatambua maana yake. Nadhani kama kuna wanaosomea au waliosomea hayo mambo na wananisikiliza, watakubaliana nami. Tuchukue mfano wa Yesu. Yesu alipokuwa anabishana na shetani jangwani, alinukuu vifungu vya neno. Kila mara alikuwa anamwambia shetani, imeandikwa. Na hakika Yesu alinukuu maandiko matakatifu. Hata alipokuwa pale msalabani, napo alinukuu vifungu bila kuvisoma. Kwa mfano anasema, mikononi mwako naiweka roho yangu, au Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Hivi ni vifungu ambavyo vipo katika neno la Mungu. Utaona pia hata shetani hakuwa nyuma. Alivyoona Yesu akinukuu vifungu vya Biblia, naye alinukuu kifungu kimojawapo, japo kwa kukipindisha. Sasa Yesu alikijua kile kifungu alichokitumia shetani, na alijua kuwa kimepindishwa. Hivyo alikijibu kwa kifungu kingine kilichomshinda shetani.
na Biblia inasemaje? Shetani alimwacha. Sasa sisi ambao tunasema hatuna haja ya kukijua kifungu, je, tukikutana na wapinzani wakatuhoji, je, tunawajibuje? Wakati mwingine tunawatukana, tunawakimbia au tunawafukuza. Hilo nimeliona sana katika makundi yetu ya kijamii. Pale mtu anapoingia na sio wa imani yetu na akiuliza swali tu, anaonekana msaliti badala ya kumpa jibu. Sasa tunapokutana na wapinzani wakatuhoji na tukikosa jibu, je, hawawezi kupindisha neno na kutuangusha? Eva kwa mfano alitumia neno kumjibu Shetani. Alimwambia Shetani, Mungu ametuamuru tusile tunda la mti wa katikati bustanini Edeni. Eva alitumia neno la Mungu. Alitumia lile neno ambalo Mungu aliwaamuru kwamba wasile tunda la mti wa katikati. Lakini Shetani naye alitumia neno na akafanikiwa kumwangusha. Anamwambia kwamba Mungu hakutaka wao wamfananie. Eva kwa kukosa kifungu kingine cha kumshinda Shetani aliangukia pua. Leo hii utamsikia mtu akisema kuna neno fulani lakini sijui liko wapi katika Biblia. Wakati mwingine neno hilo halipo, au hata kama lipo, halipo kwa jinsi alivyodhania. Mtu mmoja aliwahi kuniambia, Mungu anasema ujisaidie nami nitakusaidia. Na akasema wazi kwamba neno hili lipo katika Biblia. Lakini hakika neno hilo halipo katika Biblia, na niliweza kumthibitishia kwamba hakuna mahali popote katika Biblia pamesema Mungu alisema jisaidie nami nitakusaidia. Neno hilo halipo, lakini mara nyingi watu wanadhani lipo. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hawajachukua hatua kulitafuta. Sasa kama mtu hajachukua hatua ya kutafuta au ya kutafuta kifungu na kukijua hicho kifungu, atakijua vipi? Kumbe ni muhimu pia kukitambua kifungu. Kama kuna uwezekano wa kukikariri, sio kitu kibaya, lakini mtu asiishie hapo, bali ajaribu kutafuta maana yake na kukiishi. Kukariri kwenyewe hakutoshi, na hata kujua kwenyewe haisaidii, kwa sababu hata Shetani analijua neno la Mungu lakini haliishi. Kumbe basi sio vibaya kukariri, lakini kuna haja ya kukijua kifungu hicho na kukiishi. Mungu anatamani mioyo inayowaka, si imani ya mazoea. Laodikia ilijiona tajiri na iliyokamilika, kama neno linavyosema, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Tunaisoma hiyo katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 17 kifungu cha A. Sasa mara nyingi na sisi tuko hivyo, kama tulivyoona kwamba nimebatizwa, ninaenda kanisani, wala sina haja ya kulisoma neno. Kiburi cha uzima. Lakini Kristo akaifafanua hali yao halisi, yani alifafanua hali ya Laodikia katika kile kifungu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 17 kifungu cha B. Anasema hivi, wala hujui ya kuwa wewe ni mnyonge, mwenye mashaka, maskini, kipofu na uchi. Hivi ndivyo ilivyo hata leo. Tunaweza kuwa na jina la Ukristo,
lakini tusiwe Wakristo kweli. Tunaweza kuwa na dini lakini tukose mahusiano mazuri kati yetu. Tunaweza kuwa na ibada ya nje lakini mioyo yetu iko mbali na Mungu, kama tunavyoweza kusoma katika Mathayo sura ya 15 mstari wa 8, ambapo Yesu alinukuu kitabu cha Isaya sura ya 29 mstari wa 19. Hapa Yesu alisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Biblia inatuonya juu ya watu wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, kama tunavyosoma katika Timotheo wa pili sura ya 3 mstari ule wa 5. Huo ndio uvuguvugu, kuonekana wa kiroho kwa nje, lakini ndani hakuna moto. Taswira ya kutapika inaonyesha kukataliwa kwa kitu kisichokubalika. Mtu anatapika kwa sababu anaondoa kitu kisichokubalika tumboni mwake. Lakini katika neno hili haimaanishi kwamba Mungu anachukia watu wake, bali anachukia hali ya moyo inayokataa kukua, kutubu na kubadilika. Mungu hataki nusu ya moyo wako. Mungu anataka moyo wako wote. Hata Yesu alisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 22 mstari ule wa 37. Mungu anataka bidii ya rohoni. Sasa je, sisi tuna bidii au tunaishi Ukristo wa mazoea? Biblia inasema, msife moyo katika bidii, mkiwa na roho zenye juhudi, mkimtumikia Bwana. Inapatikana katika Warumi sura ya 12 mstari wa 11. Kristo anasema, ni heri uwe moto ukiwaka kwa upendo, maombi, utakatifu na huduma, au hata baridi ukijua wazi kwamba unamhitaji Mungu. Lakini usiwe katikati ukijidanganya kuwa kuhudhuria ibada au kubatizwa kunatosha. Imani si tukio la siku moja, ni maisha ya kila siku. Pamoja na ukali wa maneno ya kutapika, ujumbe huu umejaa upendo. Yesu anasema katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 19, wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Hii ni sauti ya Baba anayesahihisha kwa upendo, kama anavyosema Waebrania sura ya 12 mstari ule wa 6. Kabla ya Kristo kukataa, huwa anabisha kwanza. Anasema hivi, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Ufunuo sura ya 3 mstari ule wa 20. Mungu hataki kumwacha mtu yeyote, bali anataka kutuamsha. Mungu anataka imani hai, anataka uhusiano wa karibu, anataka moyo uliowaka. Mungu atakutapika ni sauti inayotujulisha ya kuwa tusiridhike na jina la Mkristo,
bali maisha ya Kikristo. Tusiridhike na ubatizo, bali toba ya kila siku. Tusiridhike na ibada ya Jumapili, bali utii wa Jumatatu hadi Jumamosi. Tunapaswa kuchochea karama ya Mungu iliyo ndani mwetu, kama Paulo anavyomwambia Timotheo katika barua yake kwa Timotheo, ambayo tunaipata katika Timotheo wa pili sura ya 1 mstari ule wa 6. Mungu anatafuta watu watakaomtafuta kwa moyo wote, kama tunavyosoma katika Yeremia sura ya 29 mstari wa 13. Onyo la Ufunuo sura ya 3 mstari wa 16, ambalo ndilo tunalisoma hapana kulitafakari, linatutisha, lakini pia linatupa tumaini. Linatukumbusha kuwa Mungu ni mtakatifu na anatafuta ibada ya kweli. Uvuguvugu humchukiza, lakini toba humfurahisha. Leo sauti ya Kristo bado inasikika. Uwe na bidii ukatubu, kama tunavyoona katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 19. Usimruhusu akutapike kwa sababu ya uvuguvugu. Kumbe kuna haja ya kufungua milango. Tuna haja ya kurudisha moto katika mioyo yetu na tuishi kwa moyo wote kwa yeye aliyetupenda kwanza, kama tunavyosoma Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 19. Kwa maana Mungu hataki Wakristo wa mazoea. Anataka wana na binti wanaowaka kwa upendo wake. Sasa basi, kabla hatujamaliza tafakuri yetu, tujibu swali lile linalosema kuwa baridi maana yake ni nini? Kwa sababu tumekwisha kuona kuwa moto na kuwa vuguvugu maana yake ni nini. Je, kuwa baridi inamaanisha nini? Hakika kuwa baridi ni ile hali ya kujua kwamba sisi tu dhaifu, hatujui kitu na tunamtegemea Mungu mazima ambaye ndiye mweza wa yote. Ni ile hali ya kujiweka mazima chini ya Mungu katika unyenyekevu mkubwa, sio kuwa na kiburi cha uzima kwamba nimekwisha kubatizwa, ninaenda kanisani, sihitaji kulijua neno la Mungu. Hapana, ni ile hali ya kujinyenyekesha mbele za Mungu na kukubali kabisa kwamba hatuwezi kitu, hatujui kitu, na kwamba tukubali kwamba tunamhitaji Mungu. Kumbe basi, kuwa moto na kuwa baridi vyote vinaenda kwa pamoja. Hakika tunapashwa kuwa moto na vilevile tunapashwa kuwa baridi kwa wakati mmoja. Hata kama tumelisoma neno na kulijua, hata kama tunafuata yale Mungu anataka tuyafanye, bado tunapashwa kuwa wanyenyekevu na kujiona si kitu mbele za Mungu. Matendo yetu hayawezi kutupa nafasi yoyote au ruhusa yoyote ya kujiona kwamba tunastahili kitu mbele za Mungu. Hatustahili chochote. Kumbe basi, tunapashwa kuwa moto na vilevile kuwa baridi, lakini tusiwe vuguvugu. Mungu anasema ukiwa vuguvugu atakutapika, na hakika hilo ni neno la Mungu. Kwa hivyo tusikubali Mungu atutapike. Tuwe moto na vilevile tuwe baridi. Tumsifu Yesu Kristo.